Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwari. Amani wenawe mpenzi msikilizaji, unasikiliza redio ya kijamii Kivu, na sasa nakukaribisha kufuatilia uchambuzi wa habari asubuhi ya leo katika lugha tukufu ya Kiswahili. Uchambuzi wenye kujumuisha kurasa mbalimbali zikiwemo kurasa ya habari muhimu, kurasa ya habari za mahali, ile ya michezo, ripoti ya wanaripota wetu kutoka sehemu tofauti, na ukurasa wa habari za kimataifa. Msomaji wako ni mimi Zake Mlucha Shibe, upande wa pili Merci Mbili cha nasimamia mitambo. Kwa utulivu upate kunifuatilia mwanzo hadi tamati. Kama nilivyokujuza kwamba uchambuzi wetu wa habari utagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Za leo zinasomwa naye Sudi wa Sudi Valentin. Karibu Sudi. Naam, asante sana kabisa mwenzangu Zake Mlocha Ashube kwa fursa ya habari muhimu. Tuanze hapa katika mji wa Baraka na taarifa inayosema kuwa pesa milioni 12,300,000 faranga za Kongo, dola 240, kompyuta, simu aina ya Android na idadi kubwa ya dawa kupelekwa. Hayo ndiyo matokeo ya kitendo cha wizi kilichoendeshwa na watu wasiojulikana ndani ya duka la kuranguliwa dawa Marcofar usiku wa kucha Alhamisi tarehe 8 Mei 2025 mjini Baraka. Kwa jambo hilo, uongozi wa shirika husika na wamiliki wa duka la dawa umelahani vikali kitendo hicho. Baba mmoja mwenye ukadiriwa kuwa na umri wa takriban miaka 40 amejeruhiwa vikali sehemu ya kinywa baada ya kufyatuliwa risasi na watu ambao bado kujulikana usiku wa Jumatano ya tarehe 7 mwezi Mei 2025 katika kijiji cha Some kwenye kisanga cha Ubwari tarafani Fizi. Hapo katika moja jirani wa Uvira, hali ya usalama imezorota kwa muda wa masaa kadhaa ndani ya mji jirani wa Uvira. Hiyo ni baada ya makabiliano bila kujua kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya wazalendo usiku wa siku ya tatu ya wiki tunayo. Shirika jipya la raia limekemea mara tena kitendo hicho. Mwenzangu Zake Mrocha Ashiba, sina la ziada na wika nukta kuna kwa habari muhimu. Asante sana Sudi wa Sudi Valentin kwa usomaji wa habari muhimu. Na sasa tunajikita ndani ya uchambuzi wa habari zenyewe, tukianzia na ukurasa wa habari za mahali. Hapa Baraka, pesa milioni 12,300,000 franga za Kongo, dola 240, kompyuta, simu aina ya Android na idadi kubwa za madawa kupelekwa. Hayo ndiyo matokeo ya kitendo cha wizi kilichoendeshwa na watu wasiojulikana ndani ya duka la kurangulia dawa Marcofar usiku wa kuamkia Alhamisi ya tarehe 8 Mei 2025 mjini Baraka. Kwa jambo hilo, uongozi wa shirika wa wamiliki wa duka za madawa umelaani vikali kitendo hicho. Akiwa mwenye huruma, mmiliki wa duka la kurangulia dawa liitwalo Marcofar ameeleza hapa ni namna gani tukio hilo liliweza kutokea. Mimi nakuwa na desturi ya kufika hapa ma 6h30. Wakati nilifika ile 6h30 daire nikakuwa itone bariere ya nchi na kote nakuwa wazi, nikasema sikomasa, nikasogea naangalia kwa mlango hivi ile ma porte clé yote tumabima tunaingia makadena yote, mimi nakuta atuko tena baisha vunje. Nasema koma niguse mlango hivi inanifuata yote, mlango uko wazi. Nikasema bana ni pale ni washi jaingia ndani. Nikakokota hapa nikasema unsitaingia, acha niite batu. Nikaita batu sasa tufungule kwa mwangalie mlango, na huko kote mlango wazi, kufungula hivi grillage nazo ziko wazi. Kaingia ndani kwa kuta sale yote baisha mwanga madawa, madokuma ya mubiro, bitu yote bana mwanga chini. Haikuwa na chakula kile kiba napenda, ile dawa banapenda ndio bana kuma dawa kwa makuli hapa banabeba bananyangula, yenyewe baitosha huko yuni banapanga ma karton ilikuwa pale ya vide banapanga banabeba, na kule ku kofre yangu nakuta kofre kufungua tu nilokota kule nje, ndio lokotea fungua. Mkofre mlikuwa 300,000, alors mkuko caisse interne ya huko chini ile bakavumbula kule chini mlikuwa 12 millions na $240. Biote bakabeba ordinateur ya marke ya iPhone, bakabeba telefone ya service Samsung S20 Plus, bakabeba saki mbili za original za wamu za kubeba machine na zingine za kubeba madocument bakabeba. Bon, jusque là si identifié tumabitu tungine parce que ngali mpele passé, mais mubitu ya valeur ndio vitu mimi nakuta minapotea dawa ndio si na hesabu vraiment dawa ziko za mingi. Ndio baada ya sisi kusikia habari, kitu ya kwanza ni tuma habari ifike kwanza
kwanza kwa wazalendo, tukaenda kuita wakuu wa kizalendo, lakini hawakupenda kuja. Wao walipenda tuwaambie nani mwenye aliiba. Sisi hatuna precision ya mtu mwenye aliiba. Kisha kusikia kama wazalendo na katala, ANR ikakuya, bureau de inakuya kufanya enquête nayo, inatuambia batafuatilia, mais jusque là hakuna solution. Sina desturi ya kukaa nje, nikaingia ndani. Mimi natoka 6h45, natoka nje 17h30, sitoka nje. Donc kitu kingine naomba ni vile bureau de likamata ile responsabilité na ANR, inasema iko enquête na chunga bafanyizie kazi. Mwishowe Bwana Wilo Njano Ndo Mambafare, mwenyekiti wa wamiliki wa duka za dawa tarafani Fizi na Muji wa Baraka, amesema kuwa kitendo hicho ni cha kuhuzunisha sana, huku wakiomba kwa vitengo husika na usalama kuwajibika vyema kwa kuwa kila mara wao ndio walengwa. Ndio tulishangaa sana tukisema kwa wakati wote tunaishi huku kwetu Fizi, na waza tukisema hii wakati tuko nao ni wakati yenye tunaweza sema ni security iko ya zaidi, kwa sababu vikosi mbalimbali, mavikundi mbalimbali, wazalendo wako pale, wa kutoka Burundi, wajeshi wa Burundi wako pale, wapareze wako pale. Lakini kitu ya kushangaza tunasema wakati tunasema ni wakati wa unapasha kuwa na security ya mingi, ndio vitendo vya wizi vinaendelea kuongezeka ndani ya sekteri yetu. Tulishangaa mambre wetu responsable wa farmasi Marco Fara niita asubuhi kusema wajambazi waliingia ndani ya duka yake busiku, walibomoa mlango, wakabeba pesa 12 milioni de francs congolais, wakabeba ordinateur moya ya marke iPhone, bakabeba na masimu zingine, na bakabeba na maproduit pharmaceutique mule. Ile ni mshangao nye tuko nayo sisi raia, sisi basijeti, sisi bachuruzi, tuna haja tu ya security. Wakati tunalipa mataksi zetu, tunalipa madroa za serikali, tuko na droit na sisi kukua sekirize. Ndio tunalomba tu kwa serikali, atulombake serikali pesa hapana, tunalombaka security ya sisi na mali zetu. Lakini mshangao hivi vraiment tuko ba victime, si tu mu secteur pharmaceutique tuko ba victime. Oro ni wakati ndio tungipenda kupata security ya mzuri, kwa sababu tuna vikosi mbalimbali na magrupe mbalimbali zinafanya security ya nchi. Ni kitu ya kutushangaza sana. Mimi naomba kwa waongozi wenye kuhusika na usalama wajue kama sekta ya mafarmasi sisi tunafanya kazi ya watu. Ile kazi ya farmasi, kazi ya dawa ni kazi yenye ya maana, naomba ikuwe na security ya mzuri sana. Lakini kwa leo vraiment hatuna security. Tungiwaomba sana s'il vous plaît, kuanza na wazalendo, kuanza na wa FARDC, kuanza na wasodoa kutoka nchi za kigeni, wajue kama wako pale kwa ajili ya security yetu sisi na mali zetu. Lakini seti contraire leo jambazi wana multiplier sana, kuporapora mafarmasi zetu. Tungiwaomba serikali ijifunze tu kama serikali iko pale ni kwa ajili ya watu, ni kwa ajili ya population. Na sisi ba operateur economique, si wachuruzi, tunafanya kazi kubwa, kazi ya kulipa mataksi za leta. Lakini mkutoza mataksi serikali inakuwa haraka mkutoza, lakini kitu ya kuchangaza hapapendi kufuatilia security yetu. Tunaomba wa serikali kama sekta ya mafarmasi inalomba tukue na security, tuchuruze, tutembee vizuri. Huko Ubwari, baba mmoja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa takriban miaka 40 amejereuliwa vikali sehemu za kinywani baada ya kufiaturiwa risasi na watu ambao bado kujulikana usiku wa Jumatano ya tarehe 7 mwezi Mei mwaka huu tunao katika kijiji cha Some ndani ya Kisanga cha Ubwari. Akiwa katika mahojiano na redio yako, mke wa muanga huyo amesema kuwa kitendo hicho kimefanyika wakati mume wake ametoka kuangalia mpira kati ya Paris Saint-Germain na Arsenal mida ya usiku, na ndipo walifaulu kumfiaturia risasi mdomoni, kama anavyoeleza hapa mke wa muanga huyo hali ilivyokuwa. Yeye alikuwa tumemaliza kula, akaniambia kama naenda mpirani. Akapita naenda mpirani, wakati mpira uliisha, anapanda sasa naenda nyumbani. Wenda nyumbani kulikuwa mtu nyuma yake anamfuata. Yeye hajui kama nini. Sasa huyo mtu kufika mbele kidogo, anataka kufika karibu ya nyumba, ndo akampiga risasi limoja tu. Mpaka na mimi nikashituka juu niko na ugonjwa wa moyo, nikapiga kelele ya Allah, nikapita na shegama kwenye tandiko, nikatia kifua chini. Muda kidogo akapiga kelele, akamuita mpwa wake Sadi, ndo kaikaa muda kidogo, nasikia kwa mlango mtu anafanya baba, ndo nikaita baba Adija, nikapita nafungua mlango. Wakati nilifungua mlango kuja kuona mwenzangu mwili wote ni damu, nikamwamsha fie wake, baba yako amekufa. Pale tukapita tunapiga kelele, wale wa nini wetu wote wakaamka. Ndio kufika pale akasema sisi hatujaonaga hivi, tuchukue tu mtu tupeleke kwa hospitali. Ndio wakamchukua kufika mpaka kwa hospitali kuja kutizama,
mtaenda Baraka. Ndio akatusafirisha tukaja kulingana na hicho kitendo. Mungu anijalie tu mume wangu apone. Mpaka venye tulifika kwa hospitali, watu wanaenda upande wa serikali kulikuwa wote wa kaka zangu upande walikuwa ni wa serikali. Wa vitengo ya serikali ya Chef Katami. Wakasema watulete Baraka. Kwa hali yenyewe mgonjwa yuko, mumvushe mumpeleke Baraka. Kama hivi mchana ndio atajua kuongea. Huko Uvira hali ya usalama imezorota kwa muda wa saa kadhaa ndani ya mji jirani wa Uvira. Hivyo ni baada ya makabiliano bila kujua kati ya jeshi la FRDC dhidi ya wazalendo usiku wa siku ya 3 ya wiki tunayo. Shirika jipya la raia limekemea mara tena kitendo hicho. Habari hii inasomwa na Ibibu Kurotantine Aldama. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza mida ya saa 3 za usiku, wakati ambapo jeshi la taifa FARDC limeanza kuhamisha vikosi au deployment bila kuharifu wenzao. Habari hii imehakikishwa pia naye Mafikiri Masimango, mratibu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hilo pa Uvira. Paraporo na swala cha nikwambie kwamba tuko impliqué vraiment kwa karibu kwa hali ya security tuko nayo Uvira Fizi mwa hiyo plateau. Na jana siku ya 3 ilifika saa 3 ya usiku, milio ya masasi ilikuwa mingi zaidi na ilisikilika sana mkomini ya Kavivira, na ile masasi ilikuwa ya wazalendo na FRDC. Na après ma intervention nous comme nouvelle civile na wengine tulifikiria mema kuita ba viongozi tofauti na ile masasi ikafika mwisho. Lakini ilifo kusinyale kwamba tatizo ya masasi kila siku Uvira inakuwa kawaida. Kwanza sasa niko naongea na we hapa tu pako mnyalilewa na piga masasi na mkomina Kaimvira na watu walianza tena kimbia. Donc jana ilikuwa saa 3 ya usiku yenye palikuwa ma incomprehension entre ba elema wa kwanza wa FRDC na quelques wazalendo par rapport na mouvement ya FRDC. Unajua kwamba tena le 25 ya mwezi wa 4, le 24 ya mwezi wa 4, mwezi wa 5 tena yako une semaine, mwa hii mwezi iliisha wa 4, palikuwa tena fujo ya masase kwa juu ya deployment ya FRDC mu milima hapa mu vile ya Uvira, na ile fujo inaonekana ni manque de collaboration. Na ndio maana kama shirika jipya la kiraia tumeamua a partir tena jana tuliita wa viongozi na wakasikia kama walifikiria masasi kuisha. Pour le moment ndaweza ambia wakaji wote wa Fizi na Uvira kwamba mpaka sasa hatukuariste madega ime, kwa sababu mambo ilipitikana vraiment bahati mbaya, iliangaisha watu na ileta uoga sana, kwa sababu watu walikuwa na zanake deja M23 anaingia Uvira. Lakini quand même après le affrontement tulifikiria kuita wa viongozi na wakarudia wote kurezo. Wakati hayo yakijiri, Mafikiri Masimango ameongeza kuwa kutokuwepo na mawasiliano kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo itakuwa kila mara na vinyume vingi, hasa kwa raia mjini Uvira, kama alivyorejea mara tena. No incomprehension ni kuambia tu raia Uvira na Fizi kwamba au mkongomani wote, incomprehension inakuya ku manque de communication, kwa sababu inafika wakati na tushaandikia plusieurs fois le général secteur commandant secteur kumwambia kwamba ambapo sasa patakuwa mouvement ya FRDC ni partenaire direct wa wazalendo. Wakati kama wako wanataka bako na besoin kufanya deployment, wanapaswa kuongea na wenzao, na ile taweza tusaidia, tunakuwa na mwede problem na tutakuwa nasikia masasi nalia kila wakati. Me wakati mingi masasi iko nalia, unakutana ke panakuwa mouvement ya kuati moya ya FRDC na wanafanya samwa deployment yenye wanashindwa kuambia si vile bien wenzao wazalendo, na ile ndio inaleta tatizo. Kome jana selo wazalendo wene tulikontakte walionyesha kwamba kesa walifanya mouvement wakawaza kama ni adui amejongea, mais après coup de balle ndio kukutana kwamba ni sio kusipeke, na wakaambia kwamba FRDC walifanya makosa, wangepaswa kuambia wajue nini itakuwa. Voilà, donc kujilia vizuri kuambia kwamba incompréhension inakuwa ya manque de communication, mais à notre niveau déjà touche alerter bakuvwa FRDC na les autorités si vous voulez bien provinciales. Il y a encore 2 jours na jana tena tuliongea na excellence Lakano comme gouverneur AI kumwambia kwamba ana multiplier de grandes réunions yenye chaque fois pa kwa sensibilisation que FRDC au muzalendo aelewe kwamba FRDC iko adui, FRDC na aelewe kwamba muzalendo iko adui,
mais aussi que quand patakuwa kwa madeploiement au mouvement FRDC mumazone yenye wazalendo wanaokipe, panakuwa ile collaboration, ile communication, na ile itatusaidia sana. Ile nafanyika meme dans le moyen plateau ya Uvira, mais pourquoi maintenant mvile ya Uvira watu wako nakamata mebasha kwa na ritme mzuri ya maaktivite, tuko kila wakati watu wanaanza sikia woga na masasi kulia. Ile kama shirika jitu la kiraia naweza kuambia kwamba tunaikomesha, na nawaza kwamba tunaendelea kufanya press kama watu warudie kwa normal. Duru yetu imeongeza kuwa ni vema hali ya kushirikiana iwepo kati ya makundi hayo mawili, kwani ni kwa kuwa na uhusiano bora ndio itafanya wawe na nguvu, kwani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Mafikiri Masimango mara nyingine tena. Bien sûr, pako tatizo kidogo kwa sababu mambo ilipitikana Uvira na Fizi ileta woga kwa askari fulani, lakini pour le moment nawaza ke tuko na evolue na wakati kwa leo nilisema kwamba banapaswa collaborer pour la sécurité nationale. FRDC anapaswa kukolabore na mzalendo, na mzalendo anapaswa kukolabore na FRDC, na ambapo tutaona kama kati yao pako wa adui wako na M23, itatutuma kusensibiliser ni wazalendo na kusensibiliser raia kusimama kwa sababu ya kumetre fin. Mais kwa hiyo wakati kwemo le FRDC alio kwamba mzalendo ni partenaire, na mzalendo alio kwamba aussi FRDC ni partenaire, mais ule FRDC ule serikali amunye iko pale na susi ya kwanza ya security ya nchi, kwa sababu watu wa Uvira, watu wa Fizi wameshimama avec determination kwa jua kuangalia kisi wa kukoa Kongo yetu. Haiko watu wanatoka pembeni au watu wanawana susike, tunaweza uitikia waende mwali mabetize yao. Tukumbushe kuwa hiyo ni mara ya 3 sasa usalama unazorota kwa masaa kadhaa mjini Uvira kutokana na kuto kuwasiliana kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya mfadhili wake mzalendo. Na tukifungua ukurasa wa habari za michezo, na muona huyu ambaye ni Omari Makelele akiwa tayari. Karibu Omari. Naam, barabara Izake Mulucha Ashibe. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba tunamenti ya Makata iliweza kutimua vumbi katika uwanja wa Lumumba katika hatua yake ya nusu finali, ambako mechi ilikuwa sipambanisha kata la Matata zidi ya kata la Kibonjwa, lakini kuna dakika 90 za mchezo kata hizo mbili zilirizika kutoka sare kungana bao 1-1, ila kunako mikwaju ya manati ndipo vijana wa Matata waliweza kuwatambia vijana wa Kibonjwa mabao 4-3. Moja kwa moja sasa finali tayari imejulikana, ni kwamba kata la Matata wataweza kukabiliana vikali zidi ya kata la Malala, ila siku ya finali mtaweza kujuzwa katika uchambuzi wetu wa habari zinazofuata. Michuano ya ligi kuu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafoot katika hatua yake ya playoff iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya 4 ya wiki tunayo, ambako vijana wa Sanga Balende katika uwanja wa Martir waliweza kusalimu amri ya kutandikwa bao 1-0 na vijana wa Manyema Inyo ya Kindu, huku katika uwanja wa Tatara Fayel vijana wa AC Rangers walitoka sera kungana bao 1-1 na vijana wa AS Vanclebe. FC Tanganyika katika uwanja wa Kamalondo pale Lubumbashi waliweza kusalimu amri ya kutandikwa bao 1-0 na vijana wa DSMP. Na upande mwingine katika nchi ya DRC ni kwamba kocha mkuu wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mfaransa Sebastien Desabre ametangaza kikosi cha wachezaji 25 watakaopambana kunako mechi 2 za kirafiki. Mechi ya kwanza itapigwa tarehe 5 Juni 2025 kati ya DRC dhidi ya Mali, huku mechi ya pili itapigwa tarehe 8 Juni kati ya DRC dhidi ya Madagascar. Wachezaji hao 25 ni pamoja na magolikipa watatu akiwemo Dimitri Bertode, Timothy Fayulu pamoja na Lionel Mpasi. Mabeki ni pamoja na Aaron Van Bissaka wa klabu ya West Ham hapo nchini Uingereza, Shedeo Kalulu, Axel Twanzebe, Dylan Badubensika, Steve Kabwadi, Roki Bushiri, Chancel Mbemba, Joris Kayembe pamoja na Arthur Maswaku. Wachezaji wakati ni pamoja na Edo Kayembe, Ngalamayal Makau, Noah Sadiki, Samuel Mutu Sami, Charles Piquel, Theo Bongonda pamoja na Tanael Mpuku. Washambuliaji ni pamoja na mchezaji Cedric Bakambu Bakagol, Simo Banza, Samuel Esende, Meshake Elia, Afimoku Pululu, Fiston Mayele pamoja na Yohani Wisa. Hao ni wachezaji 25 ambao wameitishwa na kocha wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Leopard. Na huko katika bara la Ulaya ni kwamba mmiliki wa klabu ya Napoli hapo nchini Italia, Aurelio De Laurentiis
amepanga kufanya mazungumzo na aliyekuwa kocha wa klabu ya Juventus Massimiliano Allegri ili aje kuchukua nafasi ya kocha wao mkuu wa klabu hiyo endapo kocha Antonio Conte ataamua kuondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu. Na vile mchezaji Lamine Yamal Nasrui Ebana wa klabu ya FC Barcelona amekuwa mchezaji wa kwanza kuwahi kutokea duniani kuondolewa kunako mashindano ya UEFA Champions League akiwa na umri mdogo zaidi. Hiyo ni rekodi mbovu kuwahi kutokea duniani. Na weka nukta katika habari za michezo mwenzangu Izake Mulucha Ashibe. Msikilizaji, hii ni radio ya kijamii Kivu na huu ni muda wa uchambuzi wa habari. Uchambuzi huu unaweza kuupata Facebook ukiandika kisima cha habari RCK, ima huko YouTube ukiandika Radio Communautaire Kivu. Mawimbi haya unayapata kwenye masafa ya FM kuna komita bendi ya 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa tunafungua ukurasa wa habari za ripota wetu. Tunaanzia na huko Ruchuru ambako mradi wa umeme wa eneo la Nyamilima katika tauni ya Binza jimboni Ruchuru ulioanzishwa na ISSN chini ya utekelezwaji wa Virunga Energy umekuwa ukisubiriwa kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Taarifa hii inatolewa na Cesar Ngambirano Ndisanze, rais wa seli ya amani na maendeleo ya kundi la Binza CPDG Binza. Hii hapa ripoti yake Jean Harerima na Sesore kutoka Ruchuru. Kama vile ulivyoyasikiliza katika habari zetu zilizopita, ni kwamba siku chache mji wa Nyamilima itawekwa nguvu za umeme. Hakikisho imetolewa naye Cesar Ngabirano Ndisanze, mwanamemba wa kamati la amani na maendeleo katika kongamano la Binza, ambaye amekutwa hii siku ya Alhamisi tarehe 8 Mei mwaka 2025 na anazungumzia mwelekeo wa mradi hiyo. Watu wasipoteze imani. Sisi kama vile leaders wa mjini, sio mimi peke yangu, tunaungana na watu wengi hapa ambao wanapendelea maendeleo ya hapa kwetu kusudi tuone kama mgini wetu naweza kupata umeme. Na hivi ningependa niwaambie kwamba hii mwezi ya 5 haitapita, sababu habari tunazo ni kama tangu juma itakayoanza na tarehe 16 ya mwezi huu maengineer watakuwa hapa kwenye mji wetu kwa kuendelesha mradi huo. Na hivi vraiment tunaambia watu wajue ya kwamba sio mambo ya kusema tutangoja siku nyingi, ni hii mwezi wa 5 ambamo tunakuwa ndipo kazi zitaweza kuanzishwa. Namna gani tuweza kuzungumzia wafanyakazi katika mradi huu? Cesar arejea hapa. Hapo mbeleni kulikuwa kati waliweza kuwaalika watu waje wakajiandikishe kwa kuweza kutumika, na kulikuwa hiyo ambayo ilikuwa list ambazo zilikuwa depose na ikaweza constitute ile ambayo wanaita kwa lugha ya kimombo base de données. Ni kusema majina hayo yanawekwa ndani ya machine, na wakati maengineer watafika pamoja tutaweza kuchunguza nani anakuwa hapa, ni nani asiyekuwa hapa, na yule ambaye atakuwa hayuko ataweza kubadilishwa na yule ambaye anakuwa hapa. Huenda kuwe mtu mwenyewe anakuwa na afya njema na ambaye anaweza kazi. Huyu anamalizia akialika wakaji wote kuzingatia mradi hii, kwani inakuja katika malengo ya kuweza kusukuma mbele maendeleo ya kijiji hiki. Tunatoa mwito kwa wakaaji waweze kujiaproprie, wakamate hii kitu kama vile kitu ambacho kitaweza kuleta maendeleo ndani ya mji wetu. Mambo mingi inaweza kufanyika kwenye umeme unakuwa. Tunaweza kuangalia mahali pengine ambapo umeme unakuwa, maendeleo yameweza tayari kuonekana. Na hivi tunapaswa kuwa na wivu na sisi hapa kwetu tuweze kuona umeme umefika, na wakati umeme utafika mtu fulani anaweza kuwa na kapesa kake, anaanzisha mradi fulani ya kuweza kumwingizia pesa, na hivi atakapoanzisha hata kosa kutia watu wawili ama watatu ambao hawana kazi, na hiyo itakuja kupunguza hiyo hesabu ya watu ambao wanaishi hapa mjini bila kazi. Ni kusema watu tuweze kupokea hii mradi, kwa sababu wale waliotembea wanazoea kutuambia kwamba mahali pote ambako kunakuwa umeme ni mahali ambapo maendeleo yanaweza kuonekana. Ufahamu ya kwamba mradi huu wa nguvu za umeme yatekelezwa na Virunga Energy kupitia fedha za ISSN katika malengo ya kuwasindikiza wakaaji wa eneo hili lenye kuwa pembezoni mwa mbuga la wanyama la Virunga. Nikiripotia Radio Kivu Baraka toka Nyamilima, nimeitwa Jean Arimana Sisure. Nam, huko Kalemi hali ya maisha inakuwa ngumu kwa baadhi ya wakaaji wa Kalemi kisha mvua ya Jumanne hii kusababisha maafa makubwa maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa jimbo la Tanganyika. Olombwe DJ Doctor kutoka Kalemi ameandaa ripoti ifuatayo.
inakuwa ni maafa makubwa pale baadhi ya mafamilia inakuwa naishi pasipokuwa na makao kutokana na kuvunjwa kama nyumba zao na mvua hiyo, na hata vile vile kuvamiwa na maji kwa baadhi ya manyumba ya raia kwenye maeneo mbalimbali hapa mjini Kalemi. Ni kwamba mvua iliyokuwa inanyesha mnamo Jumanne hii majira ya asubuhi hapa mjini Kalemi ilikuwa inasababisha kabisa maafa makubwa pale kwenye mitoni kama vile Lubuye ilikuwa inajaa maji na kushindwa kabisa kufuata njia yake ya desturi na kwenda kupasua njia kwenye baadhi ya makao ya manyumba za watu. Hata vile vile kwenye mtoni Kalemi pale ambapo maji ilikuwa inajaa kabisa na kutambuka kuelekea hadi kwenye bandari kuu ya Kalemi. Hali inakuwa kabisa ni ngumu kwa sasa. Baadhi ya watu wanakuwa nadai kabisa kupoteza vifaa vyao vya nyumbani. Kwenye mafuriko kama na hayo, mtoto mmoja alikuwa anaogotwa akipoteza uhai kutokana na hali kama na hiyo. Gavana wa jimbo alikuwa kabisa anatembelea kwenye mitaa mbalimbali ambako kulikuwa na mafuriko. Pale walikuwa nachukua hatua ya kuelekeza wahanga wote wa mkasa kama na huo kwenye shule ya polisi kupatikana tarafani ya Lukuga ili kuendelea kuishi hapo kwa muda kwa kusubiria utaratibu utakuwa unachukuliwa ili kuona namna gani wanaweza kupata makao mengine. Wakati ule vyanzo vyetu vinaeleza kwamba tayari serikali ya jimbo la Tanganyika inakuwa kwenye harakati ya kuanzisha swala la kuorozesha wahanga wa matukio kama na hayo ya mafuriko kusababishwa na mvua hiyo ili kuona namna gani wanaweza kufikia angalau kuwapatia faraja. Hadi sasa matokeo kamili ya maafa kama na hayo kusababishwa na mvua hiyo bado kutangazwa rasmi na serikali ya jimbo la Tanganyika. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe, Didier Doctor. Na kwenye ukurasa wa habari za kimataifa tuna habari kutoka kwa Burundi ambako inasema kuwa serikali ya Burundi imekanusha taarifa za baadhi ya wananchi kuikimbia nchi hiyo kutokana na usalama mdogo. Meja Kiranganya Hervisi, afisa wa uhamiaji katika mpaka wa Gasenyi Nemba mkoani Kirundo kaskazini mwa Burundi, amesema kuwa kwa sasa usalama ni wa kutosha nchini humo. Tunajiunga na mwenzetu Bukuru Elias kutoka Burundi kwa undani wa ripoti. Baada ya kusambaa kwa taarifa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na wananchi wanaoikimbia nchi kutokana na usalama mdogo na kukimbia nchi jirani, Meja Kiranganya Hervisi, afisa uhamiaji katika mpaka wa Gasenyi Nemba mkoani Kirundo unaopakana na Rwanda, amekanusha taarifa hizo akisema kwa usalama ni wa kutosha. Muri kayo karere duherereyemwo Gasenyi Nemba umutekano wifashe neza. Hali ya usalama hapa tulipo iko vizuri, na kwa sababu mipaka imefungwa, hali ya maisha kwa upande wa wananchi yamebadilika kutokana na baadhi ya wananchi ambao walikuwa wanategemea biashara kati ya nchi hizo mbili. Wananchi tunasaidiana na tunafanya lindo za usiku, na wenye viti wa vijiji tulipeana namba, na jioni saa 12 kukutana katika kujadiliana namna ya kufanya kazi katika kulinda mpaka karibu na Rwanda. Tukagira mpatruye cyane cyane bamwe bakorera ngaha ku mipaka aduhana urubibi n'u Rwanda. Kuhusiana na yanayozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii kuwa kuna wananchi ambao wako wanaikimbia nchi kutokana na usalama mdogo, amefahamisha kuwa taarifa hizo ni za uongo, isipokuwa tu ukosefu wa maji na jua ambalo limesababisha mazao kukauka. Zeno uvuga ati ibyo twumva bavuga ko babivuga siko biri kuko ngaha aduhana urubibi n'u Rwanda. Wanavyozungumza havina uhalisia wote, maana hapa mpakani karibu na Rwanda usalama ni wa kutosha. Katika mpaka huu wa Gasenyi Nemba hakuna ambaye tumeshamkamata akiwa ameikimbia nchi, na wanaokamatwa nchini Rwanda ni wale ambao wanakuwa wamekwenda kutafuta maisha wakiwa hawana vitambulisho, na mara nyingi wamekuwa wakirejeshwa nchini. Changamoto tulionayo ni jua, kuna minongono mingi, maana wamelima mara 2 bila kupata kitu chochote, na pia sehemu hii imeathiriwa sana na ukosefu wa maji. Batimbura kubera izuba ryabaye ndansi. Kano karere kabangamiwe n'ubukene bw'amazi n'uruzuba kwabaye ndansi. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Hadi hapo ndipo nimetua nanga kunako uchambuzi wa habari leo hii. Nikushukuru wewe ambaye ulinifuatilia mpaka muda huu. Mimi ni Isaac Mulucha Ashibe, upande wa pili mwenzangu Merci Mbelechi alishikilia vema dawati la mitambo. Tukutane tena hapo mida saa 1 jioni ambapo utapata uchambuzi wengine wa habari. Hadi sasa nasema kwaheri.
Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.